Ile Jumapili ya meza ya Bwana iliyopita nilifundisha somo hapa. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo hata wao kwa jinsi ya mifano ya sisi tuliofikiriwa na nini? Na miisho ya zamani. Kwa hiyo yale yaliandikwa sio kwa ajili ya Samsoni mwenyewe, yaliandikwa kwa ajili yangu mimi na wewe, kanisa la sasa au waamini wa sasa, ili katika hayo tukajifunze. Lakini pia ukiangalia chanzo cha nguvu za Samsoni katika Agano la Kale na chanzo cha nguvu za mwamini katika Agano Jipya ni kimoja, ni Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Ukiangalia chanzo cha nguvu za Samsoni katika Agano la Kale, alafu karudi kwenye chanzo cha nguvu za mwamini katika Agano Jipya, utaona kwamba chanzo cha nguvu zao wote ni kimoja, ni Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Twende kwenye Waamuzi sura ya 13 na ule mstari wa 25. Waamuzi sura ya 13 na ule mstari wa 25. 13:25. Neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika Mahanedani, katikati ya Sora na Eshitaoli. Roho wa Bwana ya Bwana ikaanza kumtaharakisha. Naomba twende kwenye sura ya 14 mstari wa 8. Sura ya 14 mstari wa 8, mbele yake kidogo. Sura ya 14 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, kisha baadaye akarudi ili kumtwaa, naye akageuka kando kuangalia mzoga wa huyo simba. Na tazama, ili andiko niko sawa? 18. Na watu wa mji wakamwambia siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho kitamu kuliko asali? Ni kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akawaambia kwamba hamkulima na mtamba wangu, hamngekitambua kitendawili changu. Hilo andiko nimekosea. Naomba twende kwenye mstari wa 19. Ni mstari wa 19. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akatelemkia Ashkeloni, akapiga watu waume 30 katika watu hao, na kuzitwaa nyara zao, na kuwapa hao waliokitambua kitendawili mavazi hayo. Hasira zake zikamwaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Naomba twende pia sura ya 15 mstari wa 14. Sura ya 15 mstari wa 14 ya kitabu cha Waamuzi. Neno la Bwana linasema, alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Huyo ni Samsoni. Tumeona kwamba chanzo cha nguvu zilizokuwa ndani yake, au chanzo cha nguvu za Mungu zilizokuwa zinatenda ndani yake, ni Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Lakini pia ukienda kwenye Agano Jipya,
kwenye Matendo ya Mitume 1:18, Matendo ya Mitume 1:18 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Na yapo maandiko mengine mengi kwenye Agano Jipya yanayozungumzia juu ya chanzo cha nguvu za Mungu ndani ya mwamini, ya kwamba ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo vyanzo vyao wote vinatokana na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hiki ni kielelezo sahihi cha kutumia kujifunza juu ya athari za kupoteza nguvu za Mungu. Na Samsoni alikuwa mnadhiri wa Mungu. Samsoni alikuwa mnadhiri wa Mungu. Mnadhiri ni mtu aliyewekwa wakfu au aliyetengwa kwa ajili ya Mungu. Mnadhiri ni mtu aliyewekwa wakfu au aliyetengwa kwa ajili ya Mungu. Ametengwa akapakwa mafuta kwa ajili ya Mungu. Na Samsoni katika kutengwa kwake kwa ajili ya Mungu, kuna maagizo alipewa na Mungu na alipaswa kuyazingatia ili kulinda na kutunza unadhiri wake. Kuna maagizo alipewa na Mungu kuanzia kupitia kwa mamake mzazi, kupitia kwa babake mzazi. Twende kwenye Waamuzi 13 mstari wa 4 na wa 5. Waamuzi 13:4 na 5. Neno la Mungu linasema, basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri. Kwa maana nyingine, ametengwa kwa ajili ya Mungu, atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Kwa hiyo kama tulivyosoma, moja ya maagizo aliyopewa Samsoni ili kulinda unadhiri wake na kutunza nguvu za Mungu zilizokuwa ndani yake ni kutonyoa nywele. Ilikuwa ni mojawapo ya maagizo kati ya maagizo mengi aliyopewa. Mojawapo ilikuwa ni nini? Kutonyoa nywele za kichwa chake. Na maagizo haya Samsoni aliyafahamu. Sio kwamba kwa sababu walielezwa wazazi yeye hakujua kinachoendelea. Samsoni aliyafahamu na alikuwa anaelewa kwa hakika, kama akiyakiuka yale maagizo, kama akitenda kinyume na yale maagizo, atapoteza nguvu za Mungu zilizo ndani yake. Naomba tuende kwenye sura ya 16 ya Waamuzi mstari wa 16 na wa 17. Tuangalie je, Samsoni alifahamu ya kwamba ameagizwa kufanya nini ili kulinda unadhiri wake na kutunza nguvu za Mungu zilizo ndani yake? Waamuzi 16:16 na 17. Neno la Mungu linasema, ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka. Unaona Kwa hiyo kwa andiko hili au kwa maneno haya inaonyesha wazi Samsoni aliyajua yala aliyokuwa ameagizwa na Mungu, yala aliyokuwa ameelekezwa na Mungu kuyazingatia na kuyatenda ili kuulinda unadhiri wake na kuzitunza nguvu za Mungu zilizokuwa ndani yake. Na ni vizuri kufahamu kuwa
nguvu za Mungu ndani ya Samsoni zilikuwa zimefungamanishwa na unadhiri wake kwa Mungu. Nguvu za Mungu juu ya Samsoni au ndani ya Samsoni zilikuwa zimefungamanishwa au zimeunganishwa na unadhiri wake kwa Mungu. Unadhiri ndio uliofungulia mlango wa Roho Mtakatifu na nguvu zake kukaa juu ya Samsoni. Hivyo ili Samsoni aweze kulinda na kutunza nguvu za Mungu zilizokuwa ndani yake, alipaswa kuzingatia maadili ya unadhiri wake sawasawa na Mungu alivyomwagiza. Ndio maana kule nilikotoka nimewaambia nguvu za Mungu ni za kiuhusiano, ni za uhusiano, sio za kibiashara. Kwa hiyo zilikuwa zimefungamanishwa na ule unadhiri aliyokuwa nao mbele za Mungu. Kwa hiyo kitendo cha Samsoni kufanya au kutenda kinyume na maagizo ya Mungu ndicho kilichopelekea nguvu za Mungu alizokuwa amezibeba ndani yake zikatoweka au akazipoteza. Alitenda kinyume na maadili ya unadhiri wake, akapoteza nini? Nguvu za Mungu zilizokuwa ndani yake. Waamuzi 16:19. Waamuzi 16:19 tumetoka kuisoma, inasema naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua. Nguvu zake zikafanya nini? Zikamtoka, baada ya kutenda kinyume na maagizo, baada ya kutenda kinyume na maadili ya unadhiri wake. Zile nguvu hazikuendelea kubakia ndani ya Samson, ziliondoka. Na kama Samsoni alivyokuwa ametengwa kwa ajili ya Mungu, ndivyo na mwamini katika Kristo Yesu alivyotengwa kwa ajili ya Mungu. Mtu aliyeokoka ni mtu aliyetengwa na dunia kwa ajili ya Mungu. Ni kama ambavyo Samsoni alikuwa pia ametengwa, amewekwa wakfu, ametiwa mafuta kwa ajili ya Mungu. Na kama vile